Ukiangalia bajeti ya mwaka 2025-26 ni zaidi ya 21% ya bajeti nzima ya nchi, ambayo ni shilingi trilioni 11 bilioni 782 milioni 984 na 200,000. Fedha hizi zinakwenda kwenye miradi mbalimbali katika mamlaka zenu, katika taasisi zenu, katika mikoa yenu na mamlaka za serikali za mitaa. Kila mmoja wetu sasa ni shahidi kwa kiwango hiki kinachokwenda kwenye miradi, na kila mmoja ni shahidi kwamba hakuna wizara nyingine inayopokea fedha nyingi kiasi hiki. Hakuna. Na fedha hizi, sehemu kubwa ya fedha hizi zimekusudiwa kwenye miradi ambayo inatekelezwa kwenye maeneo yenu. Maana yake ni kwamba mamlaka zenu zina miradi mingi pengine kuliko wizara yoyote, kuliko pengine taasisi yoyote. Nalisema hili kwa sababu kama mkiamua leo mkasema kwamba mnataka habari za wananchi zitoke, ninyi mnaweza kwa umoja wenu na wingi wenu katika maeneo yenu. Inawezekana kabisa. Wapo wasiotambua mipaka ya kazi zao, wapo wengine wametumwa kwenda kufanya kazi lakini hawatekelezi majukumu yao ipasavyo. Kwa hiyo kikao hiki kionyeshe dira ya kule ambako tunatamani kwenda, kule ambapo tunatamani Watanzania waweze kujua kile ambacho taifa letu linatekeleza katika maeneo mbalimbali. Na hii ni kwa sababu ninyi maafisa habari mmebeba dhamana kubwa ya kuhakikisha kwamba wananchi wetu wapate haki yao ya msingi ya kupata taarifa, na si kupata taarifa tu, taarifa sahihi, na wakati mwingine kurekebisha taarifa ambazo zimekuwa zikitolewa lakini hazina ufasaha kwenye baadhi ya maeneo yetu. Hali hii mimi na wenzangu wanajua hapa, makatibu wakuu, kuna wakati unasikia taarifa imetoka kwenye halmashauri fulani lakini iko kimya, hakuna kiongozi ambaye anajitokeza kwenda kuizungumza na kuirekebisha. Nimekuwa nikiwaambia wenzangu hapa, hebu fuatilieni taarifa hii, waelekezeni hawa kutoka kuzungumza. Maana yake ni kwamba sisi wenyewe kwenye viti vyetu hatujakaa ipasavyo, hatujaenea. Si nimeeleweka vizuri? Maana yake kwenye viti vyetu, baadhi yetu hatujaenea ipasavyo, kwa sababu hatupaswi kusubiri wizara itoe maelekezo kuhusu nini kinachoendelea kwenye maeneo yetu. Tunapeana mikakati ya kila mmoja wetu kwenda kuwa mbunifu, ili kusudi habari unayokwenda kuitoa iweze kuwavutia Watanzania katika maeneo yenu. Hapa ni ubunifu tu. Kwa hiyo pengine Mapepele na timu yako mtajipanga vizuri, kwa sababu hata ninyi mlipofika hapo mlikuwa wabunifu, na ndio maana mkaonekana na mkapanda madaraja kufikia level uliofikia baada ya Mapepele. Sasa hili mna wajibu wa kuhakikisha kwamba maafisa habari wote watengenezeni mipango ya kila mmoja wao kuweza kuona ni namna gani anaweza kuwa mbunifu kwenye eneo lake. Unaweza ukatengeneza jina kubwa sana kwenye eneo lako, lakini haya yote yanategemea namna unavyoweza kuchapa kazi kwa bidii. Msipoyatoa nyie, watatafuta habari nyingine ambazo hazina usahihi, habari za uongo ndizo zitakuwa habari katika maeneo yenu. Na kama kuna habari za uongo zinatolewa na ninyi kwenye ofisi yenu mmekaa kimya, maana yake habari hizo ndio zitakazokuwa habari sahihi, kwa sababu miongoni mwenu hamjatoka kwenda kuzijibu au kuziwekea usahihi wa habari za kupotosha ambazo zimekuwa zikitolewa kwenye maeneo yenu. Nimearifiwa kwamba kuna baadhi yenu hamjawahi hata kuandika taarifa kwa umma. Baadhi yenu
na nimeletewa majina, hamjawahi hata kuandika taarifa kwa umma wala kwenda kutoa ufafanuzi wowote katika vyombo vya habari, mitandao ya kijamii, wala kutafakari yanayosema kuhusu taasisi zenu na ninyi kwenda kuwashauri viongozi wenu kwenda kutekeleza majukumu yanayohusiana na kuhabarisha umma katika maeneo yenu.